ashkuriwe na ahimidiwe Allah subhanahu wa ta'ala. Sala na salamu zimeendee kiongozi wa umma Mtume Muhammad, yeye na ahli zake na sahaba zake na wote ambao watakaofuatana na mwenendo wake hadi siku ya mwisho. Allah atujalie tuwe miongoni mwao. Ndugu zangu Waislamu, nataka nizungumzie nasaihu lisaimi, nasaha kwa mwenye kufunga. Nasaha kwa mwenye kufunga, yani hizi nasaha tunazielekeza kwako wewe mwenye kufunga, na mimi pia nikiwemo. Nasaha ya kwanza, idha sumta, pindi ambapo utakapokuwa umefunga, faltakun niyatuka wajha Allah, iwe nia yako ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya bimaana uwe umefunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wa dar al-akhirah, na uwe umefunga kwa ajili ya kutarajia akhira, kutarajia kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili linathibitishwa na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotuambia, man sama ramadana imanan wa ihtisaba, atakayefunga Ramadhani kwa imani na kwa kutarajia malipo kwa Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa yale madhambi yake yaliyotangulia. Wamtithala amri llahi wa amri rasulihi sallallahu alayhi wasallam, na pia vile vile pindi ambapo utakapofunga ufunge kwa kutekeleza amri ya Allah, na pia vile vile na kutekeleza amri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wahtisaba thawabi inda Allah, na kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takun mimman yasumu litakhfifi waznihi, na wala usi miongoni mwa wale watu ambao wanafungaga kwa lengo ili wapungue. Yani anafunga na anatekeleza ibada ya saumu kama diet, anafanya saumu kama diet, nafunga ili nipungue, vilo vipungue. Laisa haka, sio malengo ya saumu hayo. Malengo ya saumu ni sisi tufunge kwanza kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama kwenye saumu yako utapata labda matokeo ya kupungua vilo, mwili wako umepungua na kadhalika, sawa, lakini sio ndio iwe malengo, sio ndio iwe malengo yako, bali malengo yako iwe ni kutafuta ridhaa za Allah. Fanya saumu kama ibada, saumu sio diet. Nadhani tunaelewana vizuri ndugu zangu Waislamu. Au lilhimyati min al-amradi au ghairi dhalika, au mtu kufunga kwa malengo ya kujikinga kutokamana na maradhi. Hafungi kwa ajili ya Allah, anafunga sasa, mimi nafunga kwa ajili ya kutengeneza afya. Haupati thawabu. Wewe malengo yako sio, haufungi kwa ajili ya Allah, wewe unafunga kwa ajili ya malengo yako mengine, kwa ajili ya maslahi yako mengine. Mimi nafunga kwa sababu kidogo nipate afya kidogo. Haufungi kwa ajili ya Allah. Sawa, kwa hiyo mtu inabidi ufunge, utekeleze ibada yako ya saumu kwa nia ya kuwa nafunga kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaha ya pili kwa mwenye kufunga, an-nasihatu thaniya, ihfadh sawmaka, ifadhi saumu yako, minazuri wallahwi walfahish, ifadhi saumu yako kutokamana na uongo, upuuzi, mambo ya mchezo yasiyokuwa na faida yoyote, na mambo ya uovu. Ifadhi saumu yako. Leo wengi tunakuwa tunafunga, hatuhifadhi saumu zetu, tunafunga tu hivyo hivyo, na tunafanya mambo ya maajabu ambayo yanaweza kapelekea hata saumu zetu zikafikia kuharibika. Wahasib nafsaka ala a'mali jawarihik, na uweze kuihesabu nafsi yako kutokamana na vitendo ambavyo unavyovifanya. Vile vitendo ambavyo unavyovitekeleza, ihesabu nafsi yako. Faqad qala sallallahu alayhi wasallama, amesema Mtume Muhammad, Allah msalie na msalimishe, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, yule ambaye asiyeacha maneno ya uongo, maneno ya upuuzi yasiyokuwa na faida na kuyafanyia kazi, yani yule ambaye asiacha vitu vya hovyo, vitu vya upuuzi, anakuwa ni mtu ambaye anafunga lakini haachi mambo ya hovyo. Sasa atambue kuwa Mtume amesema falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, Allah hana haja ya yeye kuacha chakula chake na kinywaji chake. Yani bimaana wewe uko unashinda njaa, unashinda na kiu, Allah hana haja ya hivyo ambavyo unavyovifanya.
kwa sababu swaumu sio kushinda tu na njaa na kuacha kula na kunywa. Swaumu pia ni mtu kujiweka mbali na mambo ya upuuzi yasiyokuwa na faida. Waqala sallallahu alayhi wasallama, na amesema Mtume Muhammad, Allah amsalie na msalimishe, rubba saimin laysa lahu min siyamihi illa aljuu. Yawezekana mwenye kufunga akawa hakupata chochote kwenye saumu yake isipokuwa ni njaa. Yani maana mtu umefunga kuanzia alfajiri ilipoingia mpaka jua lilipozama, ukawa haukupata faida yoyote ile kwenye saumu yako isipokuwa ni njaa. Yani uliambulia njaa na kiu, hakuna faida nyingine ambayo umeipata. Kwa hiyo haya Mtume aliyazungumza kwa sababu anajua kuna watu ambao watakuja kufunga, wafunge saumu ambazo zenye hazifai. Inabidi mtu ufunge imanan billah wa ihtisaban, inabidi ufunge kwa imani, uwe na imani katika saumu yako na uwe unatarajia malipo mema na mazuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akaendelea akasema, wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa saharu, na inawezekana mwenye kusimama kutekeleza ibada za usiku, swala ya tarawih au mtu kuamka kuswali usiku, akawa hapati faida ya kitu hata kimoja, isipokuwa amepata tu faida ya kukesha, lakini mbele ya Allah hana thawabu kwa sababu malengo yake sio mazuri. Au inawezekana yani hivyo visimamo vyake ambavyo anasimama sio visimamo vya ikhlas, havitoki moyoni, anatekeleza tu, labda mimi nafanya kwa sababu wanione, mimi nafanya kwa sababu baba anione, nafanya kwa sababu mke wangu anione, nafanya kwa sababu mume wangu laisa hakadha. Wewe ukifanya hivyo ujue hauna ujira kwa Allah, wewe unafaidika tu kukesha, hakuna faida ambayo unayoipata. Waqala Jabir ibn Abdullah, na amesema Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, Allah amridhie, huu sahaba wa Mtume, anasema ya kuwa idha sumta, ikiwa utafunga, ukifunga mja wa Allah, falyasum sam'uka, pia vile vile masikio yako yafunge. Yani kuna mtu amefunga lakini kazi yake ni kusikiliza umbea, na wakati mwingine ndio anakuwa na utafuta anaandikiana na majamaa, na vipi habari za huko ni aje? Yani wewe unaanza kuutafuta umbea. Ikiwa kwamba umefunga, na masikio yako pia yafunge. Kuna wengine wanafunga wanasikiliza miziki, wengine wanafunga wanasikiliza vitu vya hovyo visivyokuwa na faida. Yake mtu uko kwenye saumu, jitahidi sikiliza Qur'ani, sikiliza mambo ya muhimu, sikiliza madarasa kama jinsi tuko tunasikiliza darasa hapa, sikiliza mambo ya kheri. Hayo ndio ambayo yanayohitajika, sawa? Na sio kwamba eti mambo ya hovyo nje ya Ramadhani ni halali. Mtu asije akasema acha basi kwenye Ramadhani nisisikie, alafu nje ya Ramadhani niendelee na shughuli zangu. Hii Ramadhani ni madrasa, Ramadhani ni shule, Ramadhani ni mlezi. Yani hii Ramadhani inakuja kukufunza nini mja wa Allah? Ikiwa kwamba kitu umeweza ukajiziwia na ukakiacha kwa kiwango cha mwezi mzima, kumbe hata kwenye miezi mingine ukiamua kwa taufiki ya Allah utaweza. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo Ramadhani inakuja kukuzoeza, izoeze nafsi yako ala tarki almaasi, ta'widi nafsika ala tarki almaasi, inauzoeza nafsi yako kuacha maasi, wa ala fi'li ta'at, na inaizoeza nafsi yako kufanya matendo mazuri ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii Ramadhani ndio maana Allah akasema la'allakum tattaqun, ili muweze kupata uchamungu. Yani bimaana Ramadhani ikiondoka ikuache umebadilika. Lakini kinachosikitisha zaidi, Ramadhani inapitaga, tunarejea kuwa wale, tunakuwa bado hatujatimiza malengo ya nini? Ya saumu. Sasa tazama, Jabir ibn Abdullah anasema ya kuwa idha sumta, ukifunga basi pia vile vile faliyasum sam'uka, pia vile vile masikio yako yasikie, wa basaruka, na pia vile vile na macho yako pia yafunge. Acha kutazama vitu ya haramu, acha kutazama vitu vya hovyo visivyokuwa na faida. Walisanuka, na pia vile vile na ulimi wako pia vile vile ufunge. Kuna mtu amefunga lakini kazi kutukanana, kuna mtu amefunga lakini kazi kusengenyana, kusemana. Yani kuna watu wanakaa kwenye vikao wao kwenye saumu, lakini kazi yao ni kusemana na fulani bwana, umbea umekuwa mwingi kwenye vikao. Kwa hiyo ukifunga, masikio yako yafunge, macho yako yafunge, na pia vile vile na ulimi wako ufunge. Na huu ulimi wako ufunge nini? Walizanuka anil kadhibi wal maharim, na ulimi wako ufunge kutokamana na uongo na vitu vya haramu ambavyo vimeharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao ni wenye kufunga kwa imani na kwa kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam.
Na pia vile vile miongoni mwa nasaha kwa mwenye kufunga, unaambiwa ya kuwa ibta'id 'anil khisam, jiweke mbali na ugomvi, jiweke mbali na ugomvi. Sisi ni binadamu, mambo ya kupishana wakati mwingine huwa yanatokea, ni swala la kawaida, linaweza likatokea kwa binadamu. Sasa miongoni mwa mambo ambayo unapaswa kujiepusha nayo wakati upo kwenye saumu, katika mambo makubwa ya kujiepusha nayo ni swala la ugomvi, na haya yanapatikana katika mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambapo Mtume amesema ya kuwa wa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, itakapokuwa siku ya funga ya mmoja wenu, yani ikawa mmoja wenu akawa amefunga, basi asiwe mwenye kuzungumza maneno ya hovyo, maneno mabaya na machafu yasiyompendeza Allah subhanahu wa ta'ala, na pia vile vile asiwe mtu mwenye fujo na ugomvi. Haya ni mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Na pia vile vile katika nasaha, lau sabbaka ahadun au khasamaka, pindi ambapo mtu atakutukana au akakuletea ugomvi, fala tarudda alayhi illa bikalima, usimjibu isipokuwa kwa neno limoja, ambapo tumefunzwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ikiwa kwamba utafanywa magomvi na mtu au akakutukana, sema inni saimun, inni saimun, mimi nimefunga, mimi nimefunga. Mtu anakutukana anamwambia inni saimun, mimi nimefunga. Sawa? Kwa hiyo epuka ugomvi kwenye ibada yako hii ya saumu, na sio kwamba eti imehalalishwa sasa kuwa mgomvi nje ya Ramadhani, kwa sababu mtu anaanza kusema bwana, kumbe Ramadhani ikiisha kuna mwingine anamuweka mtu ananitukana, hamna shida, kimya tu. Ramadhani ikiisha, ile siku ya Idi, yani mtu amekaa tu hivi anashtuka jiwe bwana, vipi wewe ulikuwa unadhania kama yamekwisha? Nimekuweka, Ramadhani iishe tumalizane. Yani mtu ameweka, imekuwa bifu, Ramadhani ikiisha anakuja kulipiza sasa. Wewe umejifanya una mdomo sana. Haya, hivi sema, tumeshafungua, sema. Bwana, Uislamu hautufunzi hivyo. Sawa? Sio kwamba eti nje ya Ramadhani umeruhusiwa kuwa mgomvi, umeruhusiwa kuwa mkorofi, hapana. Bali haya mafunzo tunayatoa na hizi nasaha tunazitoa kwa mwenye kufunga. Yani bimaana kwa mwenye kufunga ni zaidi, ajiepushe na ya mambo zaidi, kinyume na ule ambaye hakufunga. Bimaana kama hukufunga pia vile vile jiepushe na mambo ya ugomvi, jiepushe na mambo ya vurugu, jiepushe na mambo ya fujo. Lakini kwa mwenye saumu, yani ni zaidi, yani zidisha kujiepusha hayo mambo, kwa sababu unaweza kujikutana unakuja kuharibu saumu yako bure, unakuja kuharibu saumu yako. Kwa hiyo inabidi uweze kujiweka mbali na hayo mambo. Tayib. Kwa hiyo Mtume ametufunza ya kuwa mtu akikugombeza na akakutukana useme inni saimun, mimi nimefanyeje? Nimefunga. Faqad qala sallallahu alayhi wasallama, amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, wa inimru'un qatalahu au shatamahu falyaqul inni saimun, inni saimun. Mtume katika maneno yake anasema ya kuwa ikiwa kwamba mtu atamwekea ugomvi mwenye kufunga au akamtukana mwenye kufunga, basi huyo mwenye kufunga asemeje? Aseme inni saimun, aseme mimi nimefanyaje? Nimefunga. Tayib. Kwa hiyo katika mambo muhimu sana ni mtu kujiepusha na ugomvi. Hii ni nasaha pia ambayo tunayoitoa. Na pia vile vile mshairi anasema kuwa idha lam yakun fi sam'i minni tasawun, ikiwa kwamba mimi kwenye masikio yangu sintokuwa na kinga ya kuhifadhi masikio yangu. Haya ni maneno ambayo yanaambatana na yale ambayo tulizungumza, maneno ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, anakuambia ukifunga pia mdomo wako na masikio yako na macho yako pia vifanyeje? Vifunge. Inabidi siamu iwe kwenye hivyo vitu.
Sasa huu mshairi anasema ya kuwa idha lam yakun fi sam'i minni tasawun, ikiwa kwamba mimi kwenye masikio yangu nitakuwa sina kinga yoyote, yani bimaana sihifadhi masikio yangu, nimefunga lakini masikio yangu bado yangaliki yanatafuta umbea. Watu wanakuwa wanatafutana mpaka leo, umbea unakuwa unapewa majina. Kuna mara sijui unaitwa ubuyu sijui nini, yani mtu anamtafuta mwenzie anamwambia bana, vipi ndugu yangu, kuna ubuyu? Ubuyu upo. Sasa ukishasikia ubuyu, kama hauelewi, sio mambo yako ya umbea, unakuta ni ule ubuyu wa kutengeneza hii barafu, au ule ubuyu wa kutengeneza juisi, kumbe ni ubuyu umbea ndio ambao unaokusudiwa. Kama haujui watakuchanganya. Unasikia tu watu wanaulizana, vipi, kuna ubuyu? Ubuyu upo? Hamna, kumbe ni umbea. Kwa hiyo inabidi mtu masikio yako pia yafunge, acha mambo ya umbea, sio mazuri hata kidogo. Kuna mtu kama hajasikia umbea, yani anaona kama vile anakosa amani. Kwa watu wa namna hiyo. Na kuna mwingine kama hajasema umbea anakosa amani, kifua kinajaa. Yani ukiona mtu kama huyu anakuwa ni mtihani kwa kweli. Mtu kifua kinajaa, yani atapumua vizuri mpaka ameutoa ule umbea. Yani kuna watu wa namna hiyo, na huu ni mtihani kwa kweli. Watu wa namna hii inabidi wajikosoe. Akaendelea akasema, wa fi basari ghaddun wa fi mantiqi samtu, na ikiwa kwamba mimi kwenye macho yangu nitakuwa sijaweka hifadhi ya kulinda macho yangu, na pia vile vile kwenye kuzungumza kwangu nikawa sio mwenye kunyamaza, fahadhi idhan min sawmi aljuu wadhama, kwa hiyo mimi nitakachokipata kwenye saumu yangu itakuwa tu ni njaa na kiu, hakuna chochote ambacho nitakachokifanya. Fa in qultu inni sumtu yawman fama sumtu, hata kama nitakuwa nimesema ya kuwa mimi nimefunga, lakini nitahesabiwa kuwa sikufunga tu, kwa sababu maadamu sijahifadhi ulimi wangu, sijahifadhi masikio yangu, sijahifadhi macho yangu. Kwa hiyo nitakachoambulia kwenye saumu yangu itakuwa ni nini? Itakuwa ni kiu na njaa, hata kama nitadai ya kuwa nimefunga, kwa sababu kila mtu kwenye mdomo wake anasema nimefunga, lakini waliofunga saumu ya uhakika ni sisi wote? Hapana. Kuna wengine ambao watasema nimefunga, lakini mbele ya Allah hamna kitu. Kwa sababu gani? Saumu zake zimekaza rojorojo, hizo vurugu, kugombana, kutukanana, kusengenya, kufanya nini, yani mambo kem. Kwa hiyo inabidi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala tujitahidi hizi nasaha tuzitekeleze kwenye saumu yetu, na Allah subhanahu wa ta'ala atulipe kila la kheri. Ukumbusho wetu wa leo utaishia hapa, ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuikiwe pesi na tujalie miongoni mwa wale ambao watakao kubaliwa saumu zao. Tayeb.